Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna mshia ambaye alikipindua na kuigeuza mada ambaye tuliisimamisha kwa mujibu wa vitabu vya akida vya Kishia na pia tukaisimamisha kupitia Qur'ani. Akataka kuipindua mada hiyo kupitia cheo cha shekhe fulani kama ambavyo tutasikiliza hivi karibuni. Mada yenyewe ilisimama kupitia kitabu cha akida cha Kishia kitwacho Maalimul Aqida cha Mshaitoi Adil Wakil, ambapo ni moja katika mashia yetu Ithna Sharia. Anasema katika 45 ukurasa, Qur'ani hii tulionayo imechakachuliwa. Huo ndio msimamo wa imani ya Kishia kwenye kitabu hicho. Lakini pia tukaongeza kitabu kingine cha Kishia kiitwacho Al-Istighathatu katika 92 ukurasa. Mashia wakaonyesha ijma'i ya kuanzia mashia wao, mashekhe wao pamoja na watu wengine ambao wanapatikana katika jumla ya mashia kwamba Qur'ani iliyopo imechakachuliwa. Tukaonyesha makubaliano ya mashia katika eneo hilo. Na kwa imani hiyo tukailinganisha na Qur'ani ni kwamba ni imani inepinga maneno ya Qur'ani kama utakavyonukuu katika suratu Fussilat 42 Allah aliposema la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Qur'ani haiwezi kuingiliwa na batili mbele yake wala nyuma yake. Kwa imani ya Kishia inapinga maneno ya Mungu. Haya tunenukuu katika suratu Fussilat 42. Tulipoona imani hiyo inapinga maneno ya Mungu, tukanukuu suratul Ankabuti katika 47 nambari. Allah akasema wama yajhadu biayatina illa alkafiruna, hakuna wanayepinga aya zetu isipokuwa ni makafiri. Sasa mashia wakaingizwa ya kwamba ni makafiri kupitia andiko hili la suratul Ankabuti, kwa sababu wao mashia wanaipinga aya iliyoko katika suratul Fussilat 42 iliyosema Qur'ani haiwezi kuchakachuliwa mbele yake wala nyuma yake. Mashia wakapinga andiko hili kwa kuja kwenye vitabu vya akida kama tulivyotoa kitabu cha Maalimul Aqida ukurasa 45 kilichosema ya kwamba imani ya Kishia inaamini Qur'ani imechakachuliwa. Lakini pia tukaongeza kitabu kingine Al-Istighathatu 92 ukurasa cha Kishia kinasema makubaliano ya mashia ya kwamba Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Mshia huyu tutakayemsikiliza hivi karibuni akataka kuipindua mada hiyo iliyothibitishwa na vitabu vya Kishia na Qur'ani kwa kutaka kutumia cheo cha shekhe fulani kwamba kiwe cheo kile ndio kinapindua maandiko ya Qur'ani na cheo kile ndio kinaweza kupindua maandiko ya dini ya Ushia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na hii inatuonyesha ya kwamba hata mtu mwenye akili tu ndogo ya kujua huu ni mkono wa kulia na huu ni mkono wa kushoto, anajua mshia huyu ameshindwa kupata dalili za kuivunja mada hiyo iliyoonyesha mashia wako nje na Uislamu, na akaona ngoja ajifiche kwenye kichaka hiki cha karanga wakati huo mgongo unaonekana, kwa kwenda kutumia cheo na wadhifa wa yule shekhe eti uwe ndo wenye kuja kuvunja maandiko ya Qur'ani. Maneno ya Allah yaweze kuvunjwa na cheo cha mtu. Subhanallah. Mshia uliopo hakuna ambaye atakayezingatia maneno ya kihivyo, hata yule mwenye akili ndogo tu ambayo anaweza akaitumia kuvukia barabara hawezi akazingatia maneno yenye sura kama hiyo afu aache kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsikilize. Sasa Sheikh Hamisi Mtupa, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ni moja katika mashekhe wanaoheshimiwa, shekhe wa mkoa wa Pwani. Mkoa umemwamini, ni mtu aliyesoma. Yaani wewe unaukosoa mkoa mzima wa Pwani. Kwa kichwa gani ulicho nacho? Nadhani mmemsikia. Utatathmini sasa hoja zilizosimama za Qur'ani nilizozieleza hapo nyuma, lakini pia na hoja zilizosimama katika vitabu vya Kishia. Wewe msikilizaji ndio utakuwa jaji. Kingine, hoja anayetumia ni adhafu an baitil ankabut, ni dhaifu kuliko hata jumba la buibui angelikuwa analifahamu. Allah katika Qur'ani amesema katika suratu Yusuf 76, kila mwenye elimu yupo aliye zaidi yake kielimu. Sasa imani aliyokuwa anataka kutulisha ni kwamba mkoa mzima aliyeutaja kwamba aliye na elimu zaidi ndio huyo aliyekuwa anamtaja. Maelezo ya kihivi yanapingana na msingi wa Qur'ani. Hiyo namba 1. Namba 2, akasema una kicho gani cha kuweza kumradi? Sijamradi mimi kama mimi ya kutoka katika akili yangu, bali nimenukuu ya Qur'ani na yanayotoka katika vitabu vya Kishia. Sasa laisa al-khabaru kalmuayana, taarifa hakuna yenye uthibitisho kama watu kuona. Kama ungeona zina shida ndio ungepita humo. Sasa
pindua ile aya, pindua vitabu vya akida vya Kishia, ndio ungeonekana unachokifanya kiko katika ilmu. Lakini uweze kutumia cheo na wadhifa wa shekhe yule kwamba ndio iwe ni kichaka cha wewe kwenda kujificha pale kwa kuja kuvunja mada hii. Hata kwa mwenye akili ndogo, kama nilivyotoa mfano, kujua mkono wa kulia na mkono wa kushoto, mwenye akili ndogo kihivi hawezi akazingatia maneno hayo. Na sehemu ya pili akasema haya, na tutayajibu kwa sehemu tatu kama utakavyomsikia. Na nukta yake ya kwanza anaeleza kwamba Mashia wanasema Qur'ani imepungua, akatoa kitabu kinachoitwa Al-Qur'an. Ya jahili ya kadhab, muongo, ala la'natullahi ala al-kadhibin. Said Al-Khoi hana kitabu kinachoitwa Al-Qur'an. Kama ulivyomsikia, mimi sikutamka neno kwamba Al-Qur'ani kitabu hiki ni cha huyo aitwaye Al-Khoi, sikusema maneno hayo. Lakini pia akaenda mbali kwa kuleta kwamba la'natullahi ala al-kadhibin. Sasa yeye ndio muongo aliyemtungia Shaushaba kudai maneno hayo ya Said Al-Khoi kwamba eti ana kitabu hicho, wakati Shaushaba hajasema hivyo. Hebu rejea katika video ya Shaushaba aliyoitoa katika channel yake itoa Shaushaba Online TV, alizungumza vipi? Naam. Ukienda kwa muasisi wa nchi Iran aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Qur'an, aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Qur'an, ukurasa wa 50 anathibitisha Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Huyu ni kiongozi mkubwa katika nchi hii Iran. Anasema katika kitabu chake sehemu ilipoashiria rangi ya kwamba wa hadha ina maani ta'rifi, na hii ndio moja ya maana ya kuchakachuliwa, allati ambapo wakaat fi jamii al-kutub al-ilahiyya, uchakachuliwaji huo ulishatokea kwenye vitabu vya Mungu vyote, wal Qur'an, pia na Qur'ani tukufu imetokea hivyo, kwa jamii al-ayat sharifa, na aya zote tukufu zimechakachuliwa. Maelezo haya anayesema muasisi wa nchi Iran aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake hiki kiitwacho Al-Qur'an ndani ya ukurasa wa 50. Sasa usije ukashikiliwa akili kwa kuweza mtu kwenda kujificha kukutumia kiki au mgongo ama cheo cha huyo shekhe aliyokuwa anajaribu kumtumia kama ni sehemu ya yeye kwenda kujificha pale na kuipindua mada hii ambayo uliosikiliza kwa uchache kwa kupitia cheo kile ama kupitia shekhe yule. Kwani si sote, kila mmoja atakufa kivyake na atafukiwa kivyake na ataenda kuulizwa na Mola wake kivyake. Tathmini dalili. Usishikiliwa akili mpaka inafika mahala unakosa uhuru wa kutathmini dalili kwa hizi pauka pakao baadhi ya watu wanaozileta kwa kuweza kuzimisha kufunika uwezo wa kufikiria wako. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.